habari, nimewaita hapa kuzungumza na nyie na kupitia kwenu kuzungumza na Watanzania. Ndugu wananchi wenzetu wa Tanzania, huu ni msimamo wa chama chenu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuhusu kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Msimamo huu umetokana na kikao cha kamati kuu ambao mimi kwa niaba ya kamati kuu ya chama nitausoma neno kwa neno mbele yenu. Msimamo wa Chadema kuhusu uchaguzi batili wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kilichojiri baada ya hapo. Namba moja, uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 ni batili na matokeo yake yote lazima yafutwe. Uchaguzi mzima wa urais, ubunge na udiwani ni batili na hauna uhalali wowote kwa sababu ulifanyika chini ya ukiukwaji mkubwa wa sheria, haki na misingi ya demokrasia. Chadema inasisitiza kufutwa mara moja kwa matokeo yote ya uchaguzi na kuvunjwa kwa kinachoitwa Tume Huru ya Uchaguzi INEC, kwa sababu tume hiyo haina uhuru kuanzia uteuzi wa wajumbe wa tume, muundo wa tume na majukumu yake. Chombo hicho hakina tena uhalali wowote na hakiaminiki na Watanzania kusimamia uchaguzi huru na wa haki. Na msimamo huu unaungwa mkono na waangalizi wote waliokuwepo kuangalia hicho kinachoitwa uchaguzi. Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Umoja wa Afrika imesema kwamba uchaguzi haukuwa huru, haki wala credible. SADC imesema hivyo hivyo, Umoja wa Ulaya na Marekani. Namba mbili, Samia Suluhu Hassan ni mtawala asiye halali, kwa mabano illegitimate self-imposed ruler. Samia Suluhu Hassan hakupata ridhaa ya wananchi ambao ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali yake ni haramu na dhalimu kwa sababu ni matokeo ya uchaguzi ulionajisika. Uongozi wake unategemea mabavu, ukandamizaji na uhalifu wa kisiasa. Kutokana na uchaguzi batili na mazingira ya utawala wa mabavu, Samia Suluhu Hassan hana uhalali wowote kuendelea kuongoza nchi yetu. Namba tatu, ukandamizaji mkubwa wa kisiasa na uhalifu wa dola kabla, wakati na baada ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Utawala wa CCM chini ya Samia Suluhu ulitekeleza na kuendeleza maovu na udhalimu mkubwa dhidi ya raia, wadai demokrasia na haki za binadamu kwa kufanya mambo yafuatayo. Moja, kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama taifa ndugu Tundu Antipas Lissu na kufunguliwa kesi ya uongo ya uhaini. Mbili, Chadema kuzuiwa kufanya shughuli zake halali za kisiasa kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, pamoja na kufungiwa akaunti zake zote za benki na chama kuzuiwa kutumia mali zake. Tatu, udhibiti wa uhuru wa vyombo vya habari vya ndani kwa kuchuja taarifa zinazotoka kwenda kwa umma na mara nyingine kufungiwa kabisa kurusha habari zozote kwa umma. Nne, kutumia mahakama kutoa hukumu zenye kuonea na kukandamiza viongozi wa vyama vya upinzani ili kufanya vyama vya upinzani vishindwe kutimiza wajibu na shughuli zake za kisiasa. Tano, kutekwa na kupotezwa kwa wanachama na Watanzania ambao hawajapatikana hadi leo. Sita, kuzimwa kwa mitandao ya kijamii na internet nchi nzima. Saba, kuwekwa amri batili ya kutotoka nje, yaani curfew, nchini kote baada ya saa 12 za jioni. 8,
kupigwa risasi na kuuawa kwa Watanzania wakati wa uchaguzi. 9. Viongozi na wanachama wa Chadema kukamatwa na kufunguliwa kesi za uongo za jinai kutokana na msukumo wa kisiasa. 10. Wananchi kunyimwa miili ya wapendwa wao na kushindwa kuwafanyia maziko yanayostahili. 11. Kuhakikisha kukosekana kwa uwazi wa waangalizi wa kimataifa EU, UN na vyombo vya habari vya kimataifa kama vile CNN, BBC, DW na Al Jazeera. Pamoja na hayo, ripoti za AUEM, SADC, EOM na East Africa Community zinaonesha wazi ukosefu wa uwanja sawia na uhalali wa uchaguzi. Mambo yote haya yaliainishwa hapo juu yanaimarisha msimamo wa Chadema kuendelea kudai mabadiliko makubwa ya kikatiba, kisheria na kitaasisi ili hatimaye Tanzania iweze kuendesha shughuli zilizo huru, chaguzi zilizo huru, za haki na zinazoaminika mbele ya macho ya Watanzania na jumuiya za kimataifa kwa ujumla. Ili kufanikisha hayo, Chadema tunataka mambo yafuatayo. 1. Mabadiliko makubwa ya kisheria na ya kiuendeshaji ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. 2. Mabadiliko makubwa kwenye mfumo wa mahakama za Tanzania ili ziweze kutoa haki bila upendeleo. Pointi namba 4. Mauaji ya halaiki, utekaji, kupotezwa na ukatili mkubwa uliofanywa na serikali. Baada na kabla ya kinachoitwa uchaguzi, Tanzania na dunia kwa ujumla ilishuhudia mambo yafuatayo. 1. Mauaji ya halaiki ya zaidi ya watu 2000 na majeruhi zaidi ya 5000 kwa muda wa wiki moja tu. Kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi. 3. Utekaji na upotezaji wa mamia ya raia, abduction and enforced disappearance. 5. Mateso ya kikatili, ubakaji na mauaji ya kinyama yaliyotekelezwa na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama. 5. Ushiriki wa vyombo vya ulinzi na usalama kufanya matendo ya kihalifu dhidi ya binadamu ikiwemo mauaji ya raia, uporaji wa mali binafsi za watu na ukamataji holela ulioendana na utesaji. Sasa, Chadema inataka kukomeshwa mara moja kwa operesheni zote za utekaji, mateso, mauaji na upotezaji wa raia. Na Watanzania waliopotea kwa kutekwa waachiwe huru. Tunasisitiza kuwasilishwa na kukabidhiwa kwa familia zote miili ya wapendwa wao waliouawa kabla, wakati na baada ya tarehe 29 mwezi wa 10 ili hatimaye miili hiyo izikwe kwa heshima na desturi za Kitanzania. Chadema inataka uchunguzi utakaofanywa na tume huru inayoaminika yenye wajumbe wa ndani na nje ya nchi ili kubaini ukweli wa idadi ya mauaji, makaburi ya halaiki na kuwajibishwa kwa wote waliofanya uharamia huu. Pointi namba 5. Chadema na Watanzania tunataka serikali ya mpito isiyoongozwa na Samia Suluhu Hassan itakaowekwa chini ya usimamizi wa taasisi huru za kimataifa. Kwa kuwa serikali haina uhalali wowote, Chadema inataka kuanzishwa kwa serikali ya mpito ambayo 1. haitaongozwa na Samia Suluhu Hassan wala serikali ya CCM, itakayoaminika na Watanzania na jumuiya za kimataifa. 2. Itasimamiwa na mashirika ya kimataifa yenye kuaminika na yenye uwezo kama vile Umoja wa Mataifa, AU na SADC. 3. Itarejesha utulivu, haki za kisiasa na za kiraia. 4. Itafungua anga ya kisiasa na uhuru wa kujieleza. 5. Itaratibu uchaguzi mpya wa kitaifa kwa uwazi, uadilifu na uangalizi huru wa kimataifa. 6. Itahakikisha kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa na wote waliofunguliwa kesi za uongo.
7. Itahakikisha kuachiliwa kwa wote waliotekwa nyara na kufichwa katika mahabusu bubu vya siri na wanaopewa mateso yanayoratibiwa na vyombo vya dola. Pointi namba 6. Chadema na Watanzania tunataka uwajibikaji wa wote waliohusika katika mauaji na ukatili, na tunataka mageuzi makubwa ya vyombo vya usalama. Chadema inasisitiza uwajibikaji wa waliopanga, kufadhili, kuagiza, kuratibu na kutekeleza uhalifu. 2. Viongozi wa kisiasa na watumishi wa umma waliotoa amri ya kupigwa risasi kwa Watanzania wenzetu na kuuawa. 3. Maafisa wa juu na chini wa usalama waliohusika moja kwa moja au kwa kufumbia macho matendo ya uvunjifu wa haki za binadamu na mauaji dhidi ya raia. Maafisa wa juu ambao lazima wawajibike au kuwajibishwa ni wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama, yaani IGP, CDF, DGTs, kamishna mkuu wa uhamiaji, kamishna mkuu wa magereza, mkuu wa operation na mafunzo wa jeshi la polisi. 5. Aliyekuwa waziri wa mawasiliano, habari, teknolojia na wote waliohusika kuzima mitandao ili kuruhusu mauaji ya kinyama ya halaiki kutokea. Sambamba na hilo, Chadema inataka mageuzi makubwa ya kimfumo, kitaasisi ndani ya jeshi la polisi na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vya nchi yetu. Hii inajumuisha kuwa na chombo cha kuvimulika vyombo hivi vyote, yani oversight body. Pointi namba 7. Fidia kwa familia zilizopoteza wapendo wao na wananchi waliopoteza viungo vya miili yao. Msimamo wetu mwingine ni kwamba kila familia iliyopoteza mwanafamilia au raia yoyote aliyepoteza viungo lazima alipwe fidia. Fidia hii si malipo ya kawaida, bali ni hatua ya kutambua kwamba dola ilihusika katika mauaji kimataifa, kufuatilia matendo ya kihalifu yaliyo kwa kutumia vyombo vya dola, na tunatoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuwawekea vikwazo wote waliohusika kupanga, kutekeleza uharamia huu wa uhalifu dhidi ya binadamu kama ifuatavyo. 1. Wahusika wote wa uhalifu dhidi ya binadamu wanapaswa kuwekewa vikwazo vya kutosafiri nje ya nchi, wao na familia zao. 2. Fedha zinazoletwa kwa nchi zisipelekwe kwa serikali, isipokuwa ziende moja kwa moja kwenye asasi za kiraia ili ziweze kutumika kusaidia wananchi kupata huduma ikiwemo madawa na huduma nyingine. Kwa mchakato shirikishi wa mabadiliko ya katiba ulioongozwa na tume ya Jaji Joseph Sinde Warioba. Namba 9. Chadema inaiomba jumuiya ya kimataifa kufuatilia matendo ya kihalifu yaliyofanywa na serikali ya Tanzania iliyo haramu na dhalimu kwa kutumia vyombo vya dola, na tunatoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuwawekea vikwazo wote waliohusika kupanga, kutekeleza uharamia huu wa uhalifu dhidi ya binadamu kama ifuatavyo. 1. Wahusika wote wa uhalifu dhidi ya binadamu wanapaswa kuwekewa vikwazo vya kutosafiri nje ya nchi, wao na familia zao. 2. Fedha zinazoletwa kwa nchi zisipelekwe kwa serikali, isipokuwa ziende moja kwa moja kwenye asasi za kiraia ili ziweze kutumika kusaidia wananchi kupata huduma ikiwemo madawa na huduma nyingine. 3. Vikwazo kwa kuzuia Tanzania kuuziwa silaha, kwa sababu silaha hizo zinatumika kuua wananchi wasio na silaha wanaodai uwepo wa utawala wa sheria.
wananchi wanaotaka utawala unaozingatia misingi ya haki, wananchi wanaotaka uchaguzi huru na haki, na Watanzania wanaopinga vitendo vya Watanzania wenzao kutekwa, kupotezwa na kuuawa na vyombo vya dola. Namba 10. Kwa kuwa chama kimezuiliwa kufanya shughuli zake za kisiasa kwa amri iliyotolewa na mahakama yenye lengo la kuingilia uhuru wa kisiasa wa kufanya shughuli kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, na kwa kuwa chama kinatambua kuwa serikali hii ni haramu iliyopatikana kwa gharama ya damu za raia wasio na hatia na haina uhalali mbele ya umma, Chadema inatoa maelekezo kwa viongozi, wanachama, wafuasi na wananchi wote wanaopenda haki kutotoa ushirikiano kwa kiongozi yoyote wa serikali hii haramu, viongozi na wanachama wake kutojiingiza kwenye vikao na mazungumzo yoyote na viongozi wa serikali hii haramu wanaotumia njia hizo ili kutafuta uhalali wa kisiasa ambao hawana, kwa sababu hawajachaguliwa na hawana ridhaa ya umma. 11. Chadema inaunga mkono madai ya haki ya makundi yote ya Watanzania ambayo yamekuwa yakitolewa kwa njia mbalimbali. Tunaunga mkono vijana wa Tanzania, Gen Z, viongozi wa dini, wanaharakati na makundi yote katika jamii kuwa nchi hii inahitaji katiba mpya ambayo itatoa suluhisho kwenye matatizo ya muda mrefu ya mifumo ya uchaguzi. Nchi hii inahitaji kuwa na uchaguzi huru, wa haki na unaoaminika. Tunapinga vitendo vya kihalifu dhidi ya raia, ikiwemo utekwaji, kukamatwa na kubambikiziwa kesi, uminywaji wa demokrasia na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Watanzania wenzangu, najua yaliyotokea tarehe 29 yamewaumiza sana, yamewanyong'onyeza sana. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya chama chetu kuwapa pole, kuwatia moyo na kuwafariji. Yote mliokuwa mnapigania ni halali na ni ya haki. Mmepoteza vijana wenu, mmepoteza viungo na wengine wamepoteza mali zao. Poleni sana, poleni sana, na yote haya yana mwisho na tutashinda kwa pamoja. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa kuzungumza na nyie na kupitia kwenu kuzungumza na Watanzania. Ndugu wananchi wenzetu wa Tanzania, huu ni msimamo wa chama chenu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuhusu kilicho chenu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuhusu kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka
2025. Msimamo huu umetokana na kikao cha kamati kuu ambao mimi kwa niaba ya kamati kuu ya chama nitausoma neno kwa neno mbele yenu. Msimamo wa Chadema kuhusu uchaguzi batili wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kilichojiri baada ya hapo. Namba moja, uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 ni batili na matokeo yake yote lazima yafutwe. Uchaguzi mzima wa urais, ubunge na udiwani ni batili na hauna uhalali wowote kwa sababu ulifanyika chini ya ukiukwaji mkubwa wa sheria, haki na misingi ya demokrasia. Chadema inasisitiza kufutwa mara moja kwa matokeo yote ya uchaguzi na kuvunjwa kwa kinachoitwa Tume Huru ya Uchaguzi INEC, kwa sababu tume hiyo haina uhuru kuanzia uteuzi wa wajumbe wa tume, muundo wa tume na majukumu yake. Chombo hicho hakina tena uhalali wowote na hakiaminiki na Watanzania kusimamia uchaguzi huru na wa haki. Na msimamo huu unaungwa mkono na waangalizi wote waliokuwepo kuangalia hicho kinachoitwa uchaguzi. Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Umoja wa Afrika imesema kwamba uchaguzi haukuwa huru, haki wala credible. SADC imesema hivyo hivyo, Umoja wa Ulaya na Marekani. Namba mbili, Samia Suluhu Hassan ni mtawala asiye halali, kwa mabano illegitimate self-imposed ruler. Samia Suluhu Hassan hakupata ridhaa ya wananchi ambao ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali yake ni haramu na dhalimu kwa sababu ni matokeo ya uchaguzi ulionajisika. Uongozi wake unategemea mabavu, ukandamizaji na uhalifu wa kisiasa. Kutokana na uchaguzi batili na mazingira ya utawala wa mabavu, Samia Suluhu Hassan hana uhalali wowote kuendelea kuongoza nchi yetu. Namba tatu, ukandamizaji mkubwa wa kisiasa na uhalifu wa dola kabla, wakati na baada ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Utawala wa CCM chini ya Samia Suluhu ulitekeleza na kuendeleza maovu na udhalimu mkubwa dhidi ya raia, wadai demokrasia na haki za binadamu kwa kufanya mambo yafuatayo. Moja, kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama taifa ndugu Tundu Antipas Lissu na kufunguliwa kesi ya uongo ya uhaini. Mbili, Chadema kuzuiwa kufanya shughuli zake halali za kisiasa kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, pamoja na kufungiwa akaunti zake zote za benki na chama kuzuiwa kutumia mali zake. Tatu, udhibiti wa uhuru wa vyombo vya habari vya ndani kwa kuchuja taarifa zinazotoka kwenda kwa umma na mara nyingine kufungiwa kabisa kurusha habari zozote kwa umma. Nne, kutumia mahakama kutoa hukumu zenye kuonea na kukandamiza viongozi wa vyama vya upinzani ili kufanya vyama vya upinzani vishindwe kutimiza wajibu na shughuli zake za kisiasa. Tano, kutekwa na kupotezwa kwa wanachama na Watanzania ambao hawajapatikana hadi leo. Sita, kuzimwa kwa mitandao ya kijamii na internet nchi nzima. Saba, kuwekwa amri batili ya kutotoka nje, yaani curfew, nchini kote baada ya saa 12 za jioni. Nane, kupigwa risasi na kuuawa kwa Watanzania wakati wa uchaguzi. Tisa, viongozi na wanachama wa Chadema kukamatwa na kufunguliwa kesi za uongo za jinai kutokana na msukumo wa kisiasa. 10, wananchi kunyimwa miili ya wapendwa wao na kushindwa kuwafanyia maziko yanayostahili. 11, kuhakikisha kukosekana kwa uwazi wa waangalizi wa kimataifa EU,
UN na vyombo vya habari vya kimataifa kama vile CNN, BBC, DW na Al Jazeera. Pamoja na hayo, ripoti za AUEM, SADC, EOM na East Africa Community zinaonesha wazi ukosefu wa uwanja sawia na uhalali wa uchaguzi. Mambo yote haya yaliainishwa hapo juu yanaimarisha msimamo wa Chadema kuendelea kudai mabadiliko makubwa ya kikatiba, kisheria na kitaasisi ili hatimaye Tanzania iweze kuendesha shughuli zilizo huru, chaguzi zilizo huru, za haki na zinazoaminika mbele ya macho ya Watanzania na jumuiya za kimataifa kwa ujumla. Ili kufanikisha hayo, Chadema tunataka mambo yafuatayo: moja, mabadiliko makubwa ya kisheria na ya kiuendeshaji ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Mbili, mabadiliko makubwa kwenye mfumo wa mahakama za Tanzania ili ziweze kutoa haki bila upendeleo. Pointi namba 4, mauaji ya halaiki, utekaji, kupotezwa na ukatili mkubwa uliofanywa na serikali. Baada na kabla ya kinachoitwa uchaguzi, Tanzania na dunia kwa ujumla ilishuhudia mambo yafuatayo: moja, mauaji ya halaiki ya zaidi ya watu 2000 na majeruhi zaidi ya 5000 kwa muda wa wiki moja tu. Kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi. Tatu, utekaji na upotezaji wa mamia ya raia, abduction and enforced disappearance. Tano, mateso ya kikatili, ubakaji na mauaji ya kinyama yaliyotekelezwa na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tano, ushiriki wa vyombo vya ulinzi na usalama kufanya matendo ya kihalifu dhidi ya binadamu, ikiwemo mauaji ya raia, uporaji wa mali binafsi za watu na ukamataji holela ulioendana na utesaji. Sasa, Chadema inataka kukomeshwa mara moja kwa operesheni zote za utekaji, mateso, mauaji na upotezaji wa raia. Na Watanzania waliopotea kwa kutekwa waachiwe huru. Tunasisitiza kuwasilishwa na kukabidhiwa kwa familia zote miili ya wapendwa wao waliouawa kabla, wakati na baada ya tarehe 29 mwezi wa 10 ili hatimaye miili hiyo izikwe kwa heshima na desturi za Kitanzania. Chadema inataka uchunguzi utakaofanywa na tume huru inayoaminika yenye wajumbe wa ndani na nje ya nchi ili kubaini ukweli wa idadi ya mauaji, makaburi ya halaiki na kuwajibishwa kwa wote waliofanya uharamia huu. Pointi namba 5. Chadema na Watanzania tunataka serikali ya mpito isiyoongozwa na Samia Suluhu Hassan itakaowekwa chini ya usimamizi wa taasisi huru za kimataifa. Kwa kuwa serikali haina uhalali wowote, Chadema inataka kuanzishwa kwa serikali ya mpito ambayo: moja, haitaongozwa na Samia Suluhu Hassan wala serikali ya CCM, itakayoaminika na Watanzania na jumuiya za kimataifa. Mbili, itasimamiwa na mashirika ya kimataifa yenye kuaminika na yenye uwezo kama vile Umoja wa Mataifa, AU na SADC. Tatu, itarejesha utulivu, haki za kisiasa na za kiraia. 4, itafungua anga ya kisiasa na uhuru wa kujieleza. 5, itaratibu uchaguzi mpya wa kitaifa kwa uwazi, uadilifu na uangalizi huru wa kimataifa. 6, itahakikisha kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa na wote waliofunguliwa kesi za uongo. 7, itahakikisha kuachiliwa kwa wote waliotekwa nyara na kufichwa katika mahabusu bubu vya siri na wanaopewa mateso yanayoratibiwa na vyombo vya dola. Pointi namba 6. Chadema na Watanzania tunataka uwajibikaji wa wote waliohusika katika mauaji na ukatili, na tunataka mageuzi makubwa ya vyombo vya usalama. Chadema inasisitiza
uwajibikaji wa waliopanga, kufadhili, kuagiza, kuratibu na kutekeleza uhalifu. 2. Viongozi wa kisiasa na watumishi wa umma waliotoa amri ya kupigwa risasi kwa Watanzania wenzetu na kuuawa. 3. Maafisa wa juu na chini wa usalama waliohusika moja kwa moja au kwa kufumbia macho matendo ya uvunjifu wa haki za binadamu na mauaji dhidi ya raia. Maafisa wa juu ambao lazima wawajibike au kuwajibishwa ni wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama, yaani IGP, CDF, DGTs, kamishna mkuu wa uhamiaji, kamishna mkuu wa magereza, mkuu wa operation na mafunzo wa jeshi la polisi. 5. Aliyekuwa waziri wa mawasiliano, habari, teknolojia na wote waliohusika kuzima mitandao ili kuruhusu mauaji ya kinyama ya halaiki kutokea. Sambamba na hilo, Chadema inataka mageuzi makubwa ya kimfumo, kitaasisi ndani ya jeshi la polisi na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vya nchi yetu. Hii inajumuisha kuwa na chombo cha kuvimulika vyombo hivi vyote, yani oversight body. Pointi namba 7. Fidia kwa familia zilizopoteza wapendo wao na wananchi waliopoteza viungo vya miili yao. Msimamo wetu mwingine ni kwamba kila familia iliyopoteza mwanafamilia au raia yoyote aliyepoteza viungo lazima alipwe fidia. Fidia hii si malipo ya kawaida, bali ni hatua ya kutambua kwamba dola ilihusika katika mauaji kimataifa, kufuatilia matendo ya kihalifu yaliyo kwa kutumia vyombo vya dola, na tunatoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuwawekea vikwazo wote waliohusika kupanga, kutekeleza uharamia huu wa uhalifu dhidi ya binadamu kama ifuatavyo. 1. Wahusika wote wa uhalifu dhidi ya binadamu wanapaswa kuwekewa vikwazo vya kutosafiri nje ya nchi, wao na familia zao. 2. Fedha zinazoletwa kwa nchi zisipelekwe kwa serikali, isipokuwa ziende moja kwa moja kwenye asasi za kiraia ili ziweze kutumika kusaidia wananchi kupata huduma ikiwemo madawa na huduma nyingine. Kwa mchakato shirikishi wa mabadiliko ya katiba ulioongozwa na tume ya Jaji Joseph Sinde Warioba. Namba 9. Chadema inaiomba jumuiya ya kimataifa kufuatilia matendo ya kihalifu yaliyofanywa na serikali ya Tanzania iliyo haramu na dhalimu kwa kutumia vyombo vya dola, na tunatoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuwawekea vikwazo wote waliohusika kupanga, kutekeleza uharamia huu wa uhalifu dhidi ya binadamu kama ifuatavyo. 1. Wahusika wote wa uhalifu dhidi ya binadamu wanapaswa kuwekewa vikwazo vya kutosafiri nje ya nchi, wao na familia zao. 2. Fedha zinazoletwa kwa nchi zisipelekwe kwa serikali, isipokuwa ziende moja kwa moja kwenye asasi za kiraia ili ziweze kutumika kusaidia wananchi kupata huduma ikiwemo madawa na huduma nyingine. 3. Vikwazo kwa kuzuia Tanzania kuuziwa silaha, kwa sababu silaha hizo zinatumika kuua wananchi wasio na silaha wanaodai uwepo wa utawala wa sheria, wananchi wanaotaka utawala unaozingatia misingi ya haki, wananchi wanaotaka uchaguzi huru na haki, na Watanzania wanaopinga vitendo vya Watanzania wenzao kutekwa, kupotezwa na kuuawa na vyombo vya dola. Namba 10. Kwa kuwa chama kimezuiliwa kufanya shughuli zake za kisiasa kwa amri iliyotolewa na mahakama yenye lengo la kuingilia uhuru wa kisiasa,
wa kufanya shughuli kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, na kwa kuwa chama kinatambua kuwa serikali hii ni haramu iliyopatikana kwa gharama ya damu za raia wasio na hatia na haina uhalali mbele ya umma, Chadema inatoa maelekezo kwa viongozi, wanachama, wafuasi na wananchi wote wanaopenda yote wa serikali hii haramu wake kutojiingiza kwenye vikao na mazungumzo yoyote na viongozi wa serikali hii haramu wanaotumia njia hizo ili kutafuta uhalali wa kisiasa ambao hawana, kwa sababu hawajachaguliwa na hawana ridhaa ya umma. 11. Chadema inaunga mkono madai ya haki ya makundi yote ya Watanzania ambayo yamekuwa yakitolewa kwa njia mbalimbali. Tunaunga mkono vijana wa Tanzania, Gen Z, viongozi wa dini, wanaharakati na makundi yote katika jamii kuwa nchi hii inahitaji katiba mpya ambayo itatoa suluhisho kwenye matatizo ya muda mrefu ya mifumo ya uchaguzi. Nchi hii inahitaji kuwa na uchaguzi huru, wa haki na unaoaminika. Tunapinga vitendo vya kihalifu dhidi ya raia, ikiwemo utekwaji, kukamatwa na kubambikiziwa kesi, uminywaji wa demokrasia na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Watanzania wenzangu, najua yaliyotokea tarehe 29 yamewaumiza sana, yamewanyong'onyeza sana. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya chama chetu kuwapa pole, kuwatia moyo na kuwafariji. Yote mliokuwa mnapigania ni halali na ni ya haki. Mmepoteza vijana wenu, mmepoteza viungo na wengine wamepoteza mali zao. Poleni sana, poleni sana, na yote haya yana mwisho na tutashinda kwa pamoja. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza.